Uhali gani mwana habari wangu na wewe ambaye unaendelea kunifuatilia kupitia katika mitandao mbalimbali ya kijamii ikiwepo YouTube katika channel yako hii ya Junior Media. Naitwa Junior na hii ni Junior Media, michezo, habari pamoja na burudani. Siku ya leo tuko na taarifa kutoka ndani ya nchi ya Tanzania ambapo kumekuwa na harakati za uchaguzi, ambapo siku ya Jumatano Oktoba 29 itakuwa ni siku maalum kabisa ya uchaguzi ndani ya nchi ya Tanzania. Lakini hata hivyo, taarifa kamili zimeweza kuthibitisha kwamba Rais Samia Suluhu Hassan ametangaza kuwa Oktoba 29 kuwa siku ya mapumziko ya kitaifa ili kuwawezesha wananchi kushiriki kamilifu katika uchaguzi mkuu ujao. Taarifa zimeendelea kuthibitisha kwamba tangazo hilo kutoka Ikulu limekuja sambamba na onyo kali kutoka kwa jeshi la polisi likiwataka wananchi kuepuka maandamano au kauli za uchochezi siku ya uchaguzi. Kamanda wa kanda maalum ya Dar es Salaam Jumanne Mulilo amesema jeshi limejipanga kuhakikisha amani inatawala katika kipindi chote cha uchaguzi na kwamba yeyote atakayevuruga utulivu atachukuliwa hatua za kisheria. Amezungumza hayo jijini Dar es Salaam wakati wa kongamano la vijana wa vyuo vikuu lilokuwa na kauli mbiu nafasi ya wanavyuo katika kukuza amani wakati wa uchaguzi mkuu. Jeshi la polisi halitasita kuchukua hatua kali dhidi ya mtu yeyote atakayehatarisha amani na kuvunja sheria siku ya uchaguzi, imeweza kuthibitisha hivyo. Lakini EAC kufuatilia mwenendo wa uchaguzi. East African Community, ambako wakati hayo yakijiri waangalizi wa uchaguzi kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC wamewasili nchini kuweza kufuatilia mwenendo wa uchaguzi huo wa Oktoba 29. Ujumbe huo unaundwa kwa mujibu wa agizo la baraza la EAC linalohitaji chaguzi za nchi wanachama zifuatiliwe kwa karibu. Kiongozi wa ujumbe huu ambaye pia ni makamu wa rais wa zamani wa Uganda Dr. Specioza Wandera Kazibwe amesema jukumu lao ni kuhakikisha uchaguzi unafanyika kwa amani na uwazi. Amesema kwamba tunakuja kushuhudia na kusaidia kuhakikisha kwamba uchaguzi huu unakuwa wa haki na uhuru na wenye amani. Kwa upande wake, katibu mkuu wa EAC Veronica Nduva amesema ujumbe huo utatoa taarifa ya awali mara tu baada ya upigaji kura, ikifuatiwa na ripoti kamili ya mwisho. Wakati huo asasi za kiraia zenye mwelekeo wa kijinsia zimewahimiza wanawake na vijana kujitokeza kwa wingi kupiga kura, zikitaja ushiriki wao kuwa msingi wa demokrasia na mabadiliko ya kweli nchini. Mwanahabari, ni kushukuru sana, na hizi zilikuwa ni habari za kitaifa kutokea ndani ya nchi ya Tanzania, ambapo Rais Samia Suluhu Hassan ametangaza kuwa tarehe 29 Oktoba kutakuwa na siku ya kupiga kura, na kutangaza kuwa siku hiyo itakuwa ni mapumziko ya kitaifa ili kuwezesha wananchi kushiriki kamilifu katika zoezi la kupiga kura katika uchaguzi mkuu mwaka huu. Nikushukuru sana kwa kuendelea kuwa nami. Naitwa Junior na hii ni Junior Media, michezo, habari pamoja na burudani. Usisahau kusubscribe, share, like na kucomment ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata kila aina taarifa pale ambapo zinakuwa zimeweza kupandishwa hewani. Kutoka hapa sina la ziada, nikuage na nikutikie usikivu mwema wa vipindi vingine vinavyoendelea katika YouTube channel ya Kutoka Hapa. Sina la ziada, nikuage, nikutikie siku njema. Bye bye.